Yakijiri, serikali inasema kwamba uchumi wa nchi unaimarika, mfumuko wa bei umepungua na thamani ya shilingi imetulia, na tathmini za taasisi za kimataifa zinaonyesha mwelekeo chanya wa uchumi wa Kenya. Hata hivyo, kwa mwananchi wa kawaida, mafanikio haya bado hayaonekani wala kuhisiwa katika maisha ya kila siku. Je, ni kwa nini kuna pengo kubwa kati ya takwimu rasmi za serikali na hali halisi ya maisha ya wananchi? Sylvia Kathoni alizungumza na wananchi pamoja na wataalamu wa uchumi ili kuchunguza swala hili kwa kina. Anatupeleka katika simulizi inayofichua tofauti kati ya uchumi unaoonekana kwenye ripoti za kitaifa na hali halisi mashinani. Ni taarifa ambayo imetiwa sauti na Lofty Matambo Mrima. Katika kaunti ya Makueni, Benson Wambua ni mfanyabiashara mdogo. Anakiri kuwa ukosefu wa pesa mifukoni mwa Wakenya ni mwiba katika biashara yake. Lakini ile shida tuko nayo katika nchi yetu, pesa ndiye imepotea kabisa. Hata ukiuziwa na bei ya chini, hata pesa kwa mfuko hatuna. Tumeumia sana katika mifuko zetu. Na ndio nasema zile vitu za lazima ambazo mwananchi anategemea, pesa kwa mifuko yetu haina pesa. Kauli hii inaakisi hali ya wengi. Kuanzia vijijini hadi mijini, watu wanaendelea kufanya kazi, lakini kipato hakitoshi kukidhi mahitaji ya kila siku. Kwa mfano, Catherine anaendesha biashara ya kusaga mahindi. Hii ni mojawapo ya viashiria anavyovitumia Rais William Ruto kusema utoshelevu wa chakula umeafikiwa tangu aingie madarakani. Hata hivyo, kinaya ni kuwa anasema hana mahindi ya kusaga na idadi ya wateja imepungua kwa kiasi kikubwa. Kusema ukweli, biashara saa hii hatuwezi sema ni nzuri, lakini tunang'ang'ana. Sababu unapata saa hii wengi wananunua mahindi, lakini mahindi yenyewe haipo. Na saa hii imeanza kupanda bei. Sasa kupata mahindi yenyewe pia ina changamoto. Wataalamu wa uchumi wanasema kuwa wananchi wameinyonga bajeti yao ya matumizi kutokana na makato mapya, yakiwemo bima ya afya na michango ya nyumba za bei nafuu iliyoleta zahama nchini kabla ya kutekelezwa na serikali ya Kenya Kwanza. Ensures that the environment is conducive enough, and then people cannot be able to create employment. Opportunities might just come up. So they just need to ensure that there's that level playing field and ensure that the environment is conducive enough to attract businesses, either locally or even foreign investors coming in to be able to create employment. Kwa sasa takwimu rasmi zinaonyesha kuwa uchumi umeimarika, lakini kwa wananchi wa kawaida maisha bado ni magumu, na huenda ndilo pengo lililopo kati ya uchumi unaoonekana kwenye ripoti za kitaifa na hali halisi, yaani uchumi unaohisiwa majumbani. In the courage of our young people. Katika hotuba yake, Rais William Ruto alisema tathmini za kimataifa zinaonyesha kuwa uchumi wa Kenya unaendelea kuimarika. The world's most respected economic assessors and market sentiment are affirming that what we already know, that our economy is strengthening, our prospects are brightening. Aidha, katika hotuba yake ya kufunga mwaka wa 2025, Waziri wa Fedha John Mbadi alidhihirisha kuwa viashiria muhimu vya uchumi vinaonyesha hali tulivu, akisema mfumuko wa bei uko chini, thamani ya shilingi imetulia na akiba ya fedha za kigeni iko katika kiwango kinachokubalika. Things are getting better. Our inflation is still managed within the midpoint average of 5%, below the midpoint. We have other fundamentals working. The forex reserves are fairly stable. The shilling is fairly stable. Unless the weather patterns change drastically. Tunapofunga mwaka 2025, ni dhahiri wananchi wanahisi dau la uchumi limelala yombo. Rais William Ruto na serikali yake nao wakihisi kwamba dau hilo linaenda joshi.